Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen wameanzisha uhamasishaji kwa ajili ya mashambulizi kusini mwa Yemen. Hii ni ripoti ambayo imeeleza kwamba ni kutokana na mapigano kati ya makundi katika maeneo ya kusini, makundi ambayo yanaungwa mkono na Umoja wa Falme za Kiarabu. Kulingana na vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na Al Ain yenye makao yake katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, wapiganaji hao wa Kihouthi wanatayarisha mashambulizi makubwa zaidi sasa ambapo STC imepata nguvu katika wiki za hivi karibuni. Wapiganaji hao wa Kihouthi wanaodaiwa kuungwa mkono na Iran wanaweza kuwa wanajiandaa kwa mashambulizi mabaya zaidi dhidi ya baraza la mpito la kusini mwa Yemen linalofahamika kama STC, ambalo linaonekana kuwa linaungwa mkono na UAE kwa maana ya Umoja wa Falme za Kiarabu na kudhibiti sehemu ndogo ya kusini mwa taifa hilo la Yemen. Wapiganaji wa Kihouthi wanadhibiti eneo kubwa la milima la Yemen ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Sanaa. Kwa vile sasa STC imepata nguvu kutoka wiki za hivi karibuni kutokana na kupewa silaha na Umoja wa Falme za Kiarabu, inadaiwa kwamba Wahouthi wanapanga mashambulizi ya kukabiliana ili kuondoa kundi hilo, kulingana na tovuti ya habari ya Umoja wa Falme za Kiarabu ya Al Ain News. Mipango ya mapambano dhidi ya STC ni kutokana na kile kinachotajwa kwamba kuna namna inayopangwa juu ya kuangushwa kwa kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi, ambapo inadaiwa mataifa kama vile Israel pamoja na Marekani yametengeneza njia ya kutaka kuliondoa madarakani kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi kutokana na kadhia walioifanya katika siku za hivi karibuni, kutokana na mashambulizi makubwa waliofanya katika maeneo mbalimbali nchini Israel. Matukio ya hivi punde yanakuja wakati baraza la mpito la kusini STC limezidisha na kuimarisha kampuni yake kusini na mashariki mwa Yemen na kuanzisha operesheni mpya ya kijeshi katika mkoa wa Abyan wiki hii. Shirika la Adanolu la Uturuki, shirika la habari la serikali, limeripoti Yemen iliunganishwa mwaka 1990, lakini mizozo ya kisiasa huko kusini baadaye ilichochea wito mpya wa kujitenga, haswa baada ya kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2014. Ripoti hiyo ilisema kwa sasa iko chini ya udhibiti mzuri wa tawala nyingi ikiwa ni pamoja na Wahouthi, baraza la uongozi la Rais PLC na baraza la mpito la STC. Kwa sasa STC inamiliki eneo dogo la Yemen, shirika la Danoli limeripoti, huku wapiganaji wa Kihouthi wakimiliki nusu ya eneo zima la nchi, wakati karibu 10% inasalia chini ya udhibiti wa serikali inayotambuliwa kimataifa ya Yemen na vikosi vyake washirika. 5% inadhibitiwa na vikosi vinavyomtii Tarek Saleh, mpwa wa rais wa zamani Ali Abdullah Saleh. Hata hivyo, wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen wanachotaka kufanya sasa ni kukomboa maeneo yote na kuwa chini ya mamlaka yao, na kwamba hata sasa wanapotazama kuna makundi ambayo yameingia vitani, huenda mpango wao ni mapambano zaidi, hivyo wamejiandaa zaidi kwa ajili ya kupeleka majeshi katika maeneo hayo na kupambana kwa kiasi kikubwa na wapiganaji waliopo katika maeneo hayo. Wapiganaji wa Kihouthi wanaripotiwa kuhamasisha vikosi vya ardhini wakituma majukwaa ya makombora. Al Ain ilieleza ikisema vyanzo viliambia wanamgambo wa Kihouthi wamekusanya vikundi vyao kwenye mipaka ya Al-Dhal, Laji na Shabwa sanjari na uchimbaji wa mitandao ya mitaro, uimarishaji wa maeneo ya kijeshi na kutumwa kwa majukwaa ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani. Wapiganaji wa Kihouthi wanasogeza makombora kutoka upande wa mbele wa Taiz kuelekea kusini, na lengo lao ni kuona wanayaondoa makundi hayo. Ripoti hiyo ilieleza ikiongeza kwamba silaha hizo zinavuka barabara za milima hadi Minuk al-Ahkum katika eneo hilo hilo, na vile vile kwenye viunga vya mbele vya Tur al-Bahar kaskazini mwa jimbo la kusini la Lahji. Wahouthi pia wanasogeza vitengo kwenye mstari kwenye maeneo mengine karibu na wilaya ya Al-Musaimir ambayo pia ni sehemu ya mkoa wa Lahji, kuanzia wilaya ya Mawiya iliyoko mashariki mwa mkoa wa Taiz. Zimeripotiwa taarifa hizo zaidi. Endelea kutufuatilia nasi tutakujuza nini ambacho kitafanywa na wapiganaji hao wa Kihouthi na ni nini itakuwa ni matokeo baada ya kuanzisha operation walioipanga wapiganaji hao wa Kihouthi kutoka nchini Yemen.
Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.